Yes, leo ni siku ya Jumamosi. Ni siku tulivu kabisa ikiwa imeamka katika hali ya utulivu kabisa. Niwaombee dua wale wote ambao Mwenyezi Mungu amewapa maradhi ya hapa na pale katika siku hii ya leo. Maana yake wale waliokuwa wagonjwa basi tuombee dua kwa Mwenyezi Mungu awaponyeshe ili waamke waendelee kuwa salama. Lakini wale ambao wameamka na kuendelea na harakati zao basi ni jambo jema la kumshukuru Mungu kwa kuamsha salama, lakini kuwapa afya njema na kuendelea na majukumu yao. Leo nilikuwa na kitu kimoja nataka tukishare sote kwa pamoja. Kama kawaida nasema Mtume alisema balighu anni walau aya, nifikishieni kwa watu japokuwa aya moja. Ukiwa umeielewa aya moja, iwe mbili, iwe tatu, iwe ngapi, basi sifikishe kwa wenzako ili na wao waweze kuelewa, kwa sababu watu wanapitia changamoto mbali katika maisha haya. Kwa hivyo leo hii nilikuwa nataka ni share na nyinyi maneno ya Mwenyezi Mungu yanayosema qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Haya maneno yameshuka kipindi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyofanywa uchawi. Alifanywa uchawi na mwanamke mmoja hivi wa Kiyahudi. Alifanywa uchawi na mtu mmoja hivi wa Kiyahudi. Kwa hivyo ilisababisha yeye kuwa anadhoofika. Alifungwa uchawi, nywele zake zilichukuliwa mabaki ya nywele katika kitana, alichukua amechania kikachukuliwa mabaki yale yakaenda yakafungwa kichawi na yakatumbukiza katika kisima, akaenda kuzikwa kisimani huko chini kabisa ya kisima. Sasa baada ya pale Mtume akawa anadhoofika, na hili tukio sio kwamba Mungu alikuwa halioni, ameliona, na sio kwa maana ya kwamba Mtume alikuwa labda wengine wanaweza wakaelewa kwamba Mtume kufanywa hivi pengine si mtume wa kweli. Kwa nini anaweza awe mtume wa kweli afu afanywe hivi? Haikuwa na maana hiyo, bali yalikuwa ni mapito na ni mafundisho ya sisi tunaokuja. Lazima jambo limpate yeye ili liwe ni mafundisho kwa sisi wengine. Mungu alikuwa anaweza kumkinga na kumwokoa, ila alitaka kile kitu kimdhuru. Lengo la makusudio tupate elimu sisi tunaokuja baada yake yeye, au sisi anaotuongoza ndo tupate mafundisho. Kwa hivyo ule uchawi ulimdhuru, akawa amedhoofika kidogo na nini, maumivu hivi na vile. Basi Mwenyezi Mungu siku moja akashusha malaika, wakaja, mmoja akasimama upande wa kichwani, mwingine akasimama upande wa miguuni, wakawa wanaulizana, kwani huyu ni nani? Anasema huyu ni Muhammad. Imekuwaje amelala hivi na amedhoofika? Huyu bwana amesibiwa, amerogwa, amefungwa na kufungwa mafundo, ameenda kutumbukiza kisimani, kwa hivyo amedhurika. Yani walikuwa wanaulizana vile kwa lengo kumpa yeye taarifa. Yeye anaona kwa njia ya ndoto Mtume, wale wamekuja kwa njia ya kumtibia. Ni kweli kabisa. Basi kilichokuja kufanyika katika wale wakasoma hii suratul Falaq. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Ni sura ambayo inafungua sana vifungo, sura ambayo inaondosha uchawi. Kama unaweza jitahidi hii sura. Kama umesibiwa hayo masala, unaona wewe mwili wako ni mzito, una changamoto hizo, basi jitahidi kuisoma hii sura hata kwa mara 111. Kaa chini isome 111, 150, ukiweza soma. Na kuna idadi tofauti ambazo zipo zimeorozeshwa, lakini mimi nakupa soma hiyo mara 111 au soma hiyo mara 150, alafu utakuja kuona kinachokuja kutokea. Kwa hiyo zikashuka hizi sura, zipo mbili, Qul a'udhu birabbil falaq na Qul a'udhu birabbin nasi. Kwa hiyo akasomewa pale. Baada ya kusomewa, Mtume alipoamka asubuhi akaja akawaita masahaba wake, akawaagiza waende katika kile kisima alichoonyeshwa, wakafukue kule chini. Kwa hiyo kwenda kufungua, wanakuta hirizi iliyofungwa mafundo, wakawa wameitoa na kufungua yale mafundo. Mtume na yeye akawa amepona ule uchawi kabisa. Kwa hivyo haya masuala yapo katika hii dunia, tunayapitia ni mengi katika hii dunia.
Kwa hivyo na share na wewe ndugu yangu, ili upate kuelewa kwamba chukua hiki kitu, fanya qul a'udhu birabbil falaqi na hiyo qul a'udhu birabbin nasi, ukiziweza zisome zote kwa pamoja. Rudia katika ile aya inayosema min sharri nafathati fil uqadi wa min sharri nafathati fil uqadi wa min sharri nafathati fil uqadi, na najilinda kwako Mwenyezi Mungu na shari za wale ambao wanapulizia uchawi wao katika viungo, wanaopulizia uchawi wao katika viungo. Viungo hivi jointi hizi ndo wanapulizia humo uchawi wao, ili kukuvunja wewe usiweze kufanya kazi zako, usiweze kufanya mambo yako. Kwa hivyo haya masuala yapo, na kama yapo tuendelee kuelekezana ili tupate shifa. Kwa hiyo hii leo nimewapa ndugu zangu, ichukueni, itawasaidia katika maisha haya tunayoishi hapa duniani. Ukiona haifai basi, lakini ukiona inafaa ichukue na ifanyie kazi, lakini waambie na wengine vile vile waweze kufanyia kazi. Hiki kitu ni kikubwa na tena ni kizito. Hii ni Qur'ani tukufu, sio kitu cha mchezo. Somea maji, kuwa unapaka yale maji na mengine unakunywa, ni hivyo. Ndani ya siku 7 fanya, hata siku 14 fanya, hata siku 21 fanya, hata siku 31 fanya, ili mpaka uone matokeo. Usiache mpaka uone matokeo. Ni hayo tu ya kwangu. Msisahau kulike, kucomment, kushare, umeona, ili lengo la makusudia ziwafikie watu wengine wengi zaidi ujumbe huu, na mimi niweze kupata auheni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili nisiende kuulizwa juu ya hiki nilichokifahamu nimekitumiaje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.